kaunti. Wakazi wa kijiji cha Loldaiga, kaunti ya Laikipia, ambao waliathirika na mkasa wa moto uliotokea katika hifadhi ya Loldaiga, wanaendelea kutoa shinikizo kwa serikali ya Kenya kwa ushirikiano na serikali ya Uingereza kuwapa fidia miaka 4 tangu mkasa huo ulipotokea. Wanasema kuwa wengi kati ya walioathirika wameaga kutokana na maradhi waliopata baada ya moto huo, huku waliosalia wakilazimika kuhangaika wakitafuta matibabu. Kando na fidia, wanalalamika kuhusu kucheleweshwa kwa ujenzi wa ua la umeme kando na hifadhi hiyo ili kuzuia wanyama pori ambao huvamia na kuharibu mashamba yao kila mara. Clement Masombo amezungumza na baadhi yao. Naam, shukrani sana. Miaka 4 tangu mwaka 2021 ambapo mkasa wa moto ulitokea katika hifadhi ya Loldaiga hapa kaunti ya Laikipia. Wakazi wa kijiji cha Loldaiga wanaendelea na kutoa shinikizo ili wapate fidia kutokana na yale madhara ambayo wanasema yaliwakumba muda tu baada ya mkasa huo wa moto. Leo niko hapa katika kijiji cha Nginyei ambapo wakazi hawa walikuwa wamekutana kufanya mkutano wakitoa malalamiko yao kuhusiana na ile fidia ambayo wamekuwa kingojea kwa sasa miaka 4 kufikia leo. Tuanze na wewe mzee, labda ukaribia kutueleze jina lako nani, na mnasema kwamba mambo ya fidia yenu ama compensation kutoka kwa serikali ambayo ilikuwa kutoka kwa serikali ya Uingereza kwa ushirikiano na serikali ya Kenya. Mambo yamefikia wapi kufikia sahi? Anza na jina. Jina langu ni John Kiojuri Kamau, chairman wa Loldaiga community upande ya Mochi. Na kwa kusema kweli kesi yetu ilienda kotini na ikawa judged ya kwamba tulipwe. Yani tukachinda Waingereza kesi 2022. Na kwa kusema kweli kuna delay imepatikana, na hiyo hatukuwa tunajua kwa sababu kwa judgment walieleza twende tusikizane na IGLC. IGLC hatukujua, hawakuweka date ambayo watatuletea pesa. Imekaa tukifurutana mpaka sasa tunafikiria kurudi kotini ili koti iweke date ya zile pesa tutapata, kwa sababu zimechukua delay sana. Shukrani sana mzee. Labda nizungumze na mama hapa, utueleze wewe jina lako nani na mliathirika vipi kutokana na ule moto, na kule kucheleweshwa kwa hiyo fidia pia kumewaathiri vipi nyinyi kama wakazi wa hapa? Asante sana. Kwa majina ni Irene Wanjiko na mimi ni mmoja ya waadhiriwa aliyeadhiriwa na ile moto ambaye ilikuwa imewaka hapa kwetu. Niseme hii maneno imetuadhiri sana, maana kotini tulimaliziwa miaka 3 iliyopita na kesi ikakatwa, na sasa tunaelekea miaka 4 tangia hiyo maneno iishe kotini, tukigojea tukigojea kulipwa pesa zetu. Sasa swali yangu niulize, pesa iko na wale British Army ama pesa iko hapa kwetu? Kama vile kesi ilikatwa na ikasemekana tulipwe pesa yetu tangia siku hiyo, nataka kujua, maana bado tunaendelea kuadhirika. Wale waligojeka, wale waliadhiriwa na wakaanza kugonjeka, bado wengi wao wameaga. Tumalizie na wewe wakili, utueleze hapa mambo ni mawili. Kuna swala la ua la umeme na kuna swala la fidia kwa wale waathiriwa wa moto ambao ulitokea kwenye hifadhi ya Loldaiga. Kutokea sasa tuseme pengine mambo yamefikia wapi? Wewe kama wakili umekuwa ukiwakilisha hawa, na mwelekeo ni upi kuendelea mbele? Imekuwa ni tangia sasa miaka 4 miezi 4 tangu mkasa wa moto ambao ulianza mwaka wa 2021 March on 20th. Tangia huo wakati tukaenda kotini na tukaweza kushinda kesi katika ruling ambayo iliweza kutolewa tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka wa 2022, na tukaweza kuendelea katika ile kamati ya IGLC ambapo malalamishi yetu yaliweza kupelekwa, na tukazidi hata katika mazungumzo, lakini imekuwa miaka 4 sasa na miezi 4 bila hawa wananchi kupata fidia. Hawa wananchi pia ambao ni my client wamekuwa pia na shida sana ya kusumbuliwa na wanyamapori.
Steering Committee ya Human Rights in 1996 ilisema ya kwamba mkaza wa wanyamapori kusumbua wananchi katika hii eneo declared it a human right violation. Katika usiku moja wananchi wanaweza poteza rasilimali za zaidi ya fedha 1,200. Na tukizungumzia labda kwa kifupi tu swala la fidia, pengine ni wapi ambapo kumekuwa na hii fidia imekwamia wapi? Tungeomba serikali ya Kenya, maana tumezidi katika hii kesi, na katika ile mkataba ya Kenya na UK kuna kongamano la IGLC ambalo linawahusika katika serikali ya UK na serikali ya Kenya. Kwa hivyo tungewaomba hawa wanaoketi katika IGLC, mwanachama wa IGLC sasa wanabadilishana miaka 2, anayeketi anakuwa ni kutoka Kenya na miaka 2 anayetoka ni kutoka upande wa UK. Wakati tulianza hii kesi, yule alikuwa mwenyekiti ilikuwa ni Kenya. Sasa mwenyekiti ni UK, ambaye yule upewa hicho kiti ni defense attaché. Na sasa tungeomba hii kamati ya IGLC, maana hawa wananchi wameweza kukesi na wakaezidi katika mazungumzo. Kinachobakia ni hii kamati ya IGLC kutengeneza report ambayo pia itawasilishwa kotini na kaweza kupata fidia yao. Kwa hivyo hamna any justification ya kwamba wananchi tangia sasa miaka 4, miezi 4, na kukiwa tena hata na mikakati na orders ambazo zimewekwa na koti, hatuelewi ni nini ambalo linaweza kusimamisha wasiweze kupata afueni na fidia ambayo wameingoja kwa wakati mwingi. Wameathirika sana hata kiafya, na tunajua hiyo fidia ingesaidia hata katika matibabu yao, ingewasaidia hata katika kuzidi kupeleka watoto wao shule, na zaidi ya yote ikarudisha uhusiano mwema kati yao na serikali ya UK. Maana kwa sasa hata wanapoona training inaendelea na hawajalipwa hawafurahi, na maswali na uchungu yamo moyoni. Lakini wangekuwa wamefidiwa, ingeweza kurekebisha na kusaidia uhusiano wao na serikali ya UK. Kwa hivyo tunaomba wale ambao wanaketi katika hii chama wakaweza kuharakisha sana hawa wananchi wakapata afueni yao, hata zaidi kusaidia ule uhusiano wao na serikali ama wanajeshi wale wa UK. Asante. Naam, shukrani sana. Bila shaka huyo ni wakili Kelvin Kubai ambaye amekuwa akiwakilisha wanajamii wa hapa Loldaiga ambao wengi ni waathiriwa wa ule mkasa uliotokea mwezi Machi mwaka 2021 na kusababisha hasara kubwa tu, na kutoka hapo wamekuwa kisukumana na serikali kupitia ile ambayo umesikia kile akitaja IGLC ambayo ni Intergovernmental Liaison Committee, ambayo ni kamati maalum iliyowekwa na serikali hizi mbili, serikali ya Kenya na serikali ya taifa la Uingereza, ili kuhakikisha kwamba labda yale masuala ambayo yanaibuliwa hapa yote yanazingatiwa. Shukran sana Clement. Wakulima na wafanyabiashara wa miraa kaunti ya Kirinyaga